Mtazamaji wangu, hujambo na karibu. Rais Samia Suluhu Hassan ni mwanamke ambaye haeleweki. Ni kiongozi ambaye ni kana kwamba ndipo anajifunza kisiasa. Nikimtazama kwa umbali, ni kana kwamba ndo ameanza kujifunza siasa, na yule ambaye ni mwalimu wake hajawajibika vyema kuhakikisha kwamba ameweza kuelewa tumefikia wapi. Baada ya migogoro, baada ya kuua watu, baada ya maandamano, baada ya joto kubwa zaidi ambalo limeweza kuwaka pale Tanzania, Samia Suluhu ameketi chini kitako na kuamua kwamba kwenye imefikia, wacha atangaze wazi kwamba anataka kitu tunaita handshake. Samia Suluhu amefikia mahala ambapo ameibua wito mkuu kwa vyama vya upinzani kujiunga kwenye mazungumzo ya kitaifa, na kile ambacho anakionelea ni kufikia pale ambapo kuna makubaliano ya kifamilia, ya kisiasa ama handshake pamoja na wapinzani wake. Jinsi ninavyoona wito huu, ni wito ambao unakolewa na madai ya kukandamiza upinzani. Swali la kwanza mtazamaji wangu tunajiuliza ni inafikiaje Mama Samia Suluhu anakuwa na wito mkuu kwa upinzani, ili hali hii upinzani ama viongozi ambao wako katika upinzani wote wako jela. Alihakikisha kwamba wote wako na makosa na wamefungwa. Akahakikisha kwamba wapinzani wake wote 16 hakuna yule ambaye alifika katika debeni kupiga kura. Ameangalia kwamba shida ambayo Tanzania iko nayo ni shida ambayo imeletwa na viongozi wa upinzani. Ameketi chini akafanya udadisi na akaona suluhisho ni kuita upinzani, ili kuonyeshana wazi kwa dunia nzima kwamba ameipa nafasi ama amewapa nafasi viongozi ambao wana maoni tofauti, ambao walikuwa wanataka kumtoa mamlakani, nafasi ya kuzungumza nao. Mtazamaji wangu, uchaguzi ambao nchi ya Tanzania iliweza kutekeleza ni uchaguzi ambao ulikuwa umejaa chuki. Ni uchaguzi ambao ulikuwa umejaa mauaji. Ni uchaguzi ambao haukuwa huru na wa haki. Maandamano ambayo uliweza kuyaona ni maandamano ambayo yalikuwa yanalilia haki ya binadamu kibinafsi, si haki za kisiasa, kwa sababu wananchi walikuwa wamechoka na yale ambayo wanayatendewa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na vyama vingine vya upinzani vikipanga matokeo na kutaka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ndiposa wananchi pia wakasikia ile joto ya kwamba imefikia wakati ambapo wanahitaji uhuru wao. Mimi sijui huu wito wa hii mazungumzo utakuwa ni wito wa kuzungumzia nini, kwa sababu kama Mama Samia Suluhu kweli anajali wananchi wa Tanzania, angeanza na kuwapa matibabu wale ambao wako na majeraha, angeanza na kuomba msamaha, angeanza na kuresign na kuomba msamaha kwa Watanzania, kwa sababu hasara ambayo ameileta nchi ya Tanzania ni hasara ambayo haijawahi onekana tena.
Kumekuwa na kifo cha watu zaidi ya 3,000, mtazamaji wangu, na wengine bado idadi haijulikani. Inakuwaje unaweka siasa kipaumbele badala ya kuweka maisha ya wale ambao wamedhulumiwa, maisha ya wale ambao umeyapoteza mikononi mwako, na maisha ya wale ambao wanateseka kutokana na yale maamuzi ambayo umeyatekeleza wewe mwenyewe? Kisiasa, tukiangalia kiini ambacho kimesababisha Samia Suluhu kutoa wito kama huu, kwanza inaonekana kwamba ni shinikizo la ndani ya nchi ya Tanzania na joto ambayo imetoka nje. Nchi ya Tanzania imekuwa ni nchi inazungumziwa kwa vile vitendo ambavyo vimekuwa vikienea mtandaoni na yale mambo ambayo yameweza kuonekana. Kumekuwa na groups ambazo zinapigania haki za kibinadamu, the International Criminal Court, human rights, na mtazamo wa kitaifa juu ya uhuru wa siasa na vyama vya kisiasa. Ukiweka hizo vita zote ambazo Samia Suluhu anapokea, imemfanya yeye mwenyewe kufika pale ambapo sasa ameamua kwamba wacha nikawaite viongozi wengine ili tuweze kuwa na mazungumzo. Swala lingine la pili, mtazamaji wangu, ni mahitaji ya kimuundo. Ukiangalia nchi kama Kenya, baada ya uchaguzi na baada ya maandamano, kumekuwa na hiyo kikao na handshake, na huwa kunakuwa na makubaliano kwamba kwenye imefikia wacha sasa tuwashughulikie wananchi. Sijui kama Mama Samia Suluhu ana suluhisho kama hilo kwenye akili yake, lakini ile ambayo ni suala la kwanza ama ni one reason ambayo mimi nafikiri Mama Samia Suluhu ameweza kuitisha mkutano huu ni kwamba anataka kuionyesha nchi na dunia mzima kwamba anataka kuwa kiongozi wa umoja na sio kiongozi wa mgogoro. Ameona joto zimekuwa jingi, ameona ni kwamba atakuwa na mashtaka mingi, na anataka kuwaita wale ambao ni walalamishi wakubwa waketi chini, wazungumze, waelewane, ili kwamba tusikuwe na nafasi ya hawa viongozi kukimbia nje na kupeana evidence na malalamishi, kwa sababu ameonelea kwamba kukiendelea hivi atakuwa amenyakuliwa kutoka kile kiti ambacho alikichukua kwa nguvu. Hili ambalo amekuja nalo aliwezekani. Kwa nini? Baadhi ya viongozi wako gerezani, wengine natumai wanafikiri hii ni njia moja hapo ya kuwanyamazisha. Tatu, hakuna yule ambaye atamwamini Mama Samia Suluhu kwa sababu yale ambayo ametekeleza kwa siku chache zilizopita ni mambo ambayo si ya kiutu. Ukirudi nyuma kidogo tena ukiangalia swali hili, mtazamaji wangu, ndiyo ni nafasi kwa wale ambao wako upinzani kuwa na sauti ya kujieleza katika serikali, lakini tena ni njia nyingine pia ya kufinywa kisauti, ya kunyamazishwa, ya kunyamazisha zile vitendo ambazo zimeonekana: mauaji, wizi wa kimabavu, na kufungwa bila hatia, na hata kunyonga wale ambao hawana makosa yoyote.
Tunatakia nchi ya Tanzania amani, tunatakia kuwe na maelewano kati ya viongozi, na pia tunaweka maombi kuweza kuwa na maelewano ili kila kwamba Mama Samia Suluhu awe na utu, ili tusiwe tunapoteza maisha ya wananchi ambao wanapigania haki zao kiholela holela.